Mwanzo kabisa tunaonyeshwa huyo mama hapa anaitwa Miriacha, ni mganga kwenye hichi kijiji. Hapa anapita pita kutoa baraka zake. Huku upande wa pili tunakutana na huyo mdada hapa anaitwa Chinemelo. Anajaribu kutafuta mtoto wake, mara anapata na upofu wa ghafla. Amepigwa kimbola hapa. Wanakuja watoto wake wawili, mmoja anaitwa Kambili na mwingine anaitwa Chibundo. Wanajaribu kumsaidia mama yao macho kama anaweza kupona. Mara anatoka baba yao ndani ambaye anaitwa Ahmadi. Wakati anajaribu kumsaidia mkewe, anatokea mwanamke mwingine ambaye anaitwa Susan. Ikabidi amwache mkewe afuatane na Susan sokoni. Licha mtoto wake kumlilia sana, ile baba yao alikuwa kama bwege tu kwa Susan. Ikabidi watoto wamnawishe sura mama yao kama ataweza kuona ama vipi. Lakini pia ikusaidia ile. Ikabidi wamtume Chibunda aende kwa mganga, ila pia alikuwa hayupo. Akarudi akawapa majibu kama hayupo, ila atakuja baadaye. Mida kidogo anakuja bibi yao ambaye ni mama wa Chinemelo. Wanamuelezea hali ilivyo pale. Alalamika sana pale kwa Mungu kuweza kumpa mwanae majaribu haya. Mida baadaye wakati wametulia, anakuja Ahmadi na Susan. Bibi anamlamikia sana mkwe kwa kuweza kumwacha mwanae na kuoa hichi kijana hiki ambacho ni kibaya. Susan akukubali pale na yeye akarudisha majibu. Wakawa wanatuliana maneno pale. Wajukuu nao wakachangia pale. Susan akataka kumpiga Chibundo. Bibi akamweka kofi. Muda huo Ahmadi limekaa kama bwege tu. Amekaa kama mtu alolishwa limbwata. Napelekeshwa tu na Susan. Bibi aliweka sana pale. Akatoa pofu nyingi sana mpaka Susan akaona huyo hamweze. Akaondoka na Ahmadi pale. Ikabidi bibi aondoke na Chibundo waende kwa mganga. Wakafika kwa mganga, ila mganga akasema kuwa yeye hana tiba ya kumtibia mwanawe. Labda yeye aende akaongea na Ahmadi ana kwa ana. Ajaribu kumuuliza maswali, lakini hakikishie anamwangalia machoni mpaka mioyo yao iungane na Ahmadi ayajibu kwa usahihi. Hapo linaweza kuondoka huo uchawi. Huku upande wa pili Susan kaja na hasira zake. Anataka kumpiga gongo Chinemelo, ila Kambili akakalia kidete apigwe mtu hapa. Anakuja bibi yao, anaanza kumdefend Susan. Bibi kachafukwa na roho, akamkaba na Ahmadi, anamuuliza maswali huku anampiga mabao. Akamfuata Susan akamnyang'anya gongo, akaenda kulitupa kisha naye akajichinga. Wasijui anaenda wapi. Mida kidogo Chibundo kalala, anaota yupo na mganga. Mganga anawaambia kuwa kwa sasa mama yao hana macho, ila wao ndo macho yake na wao ndo atamsaidia mama yao kuondoka na upofu. Ghafla anashtuka, ikabidi amwite Kambili. Akamtafuta sana, akamuonea huku, akamwelezea alichokiota. Muda huo anatokea baba yao, wanamsalimia. Kabidi Kambili amfuate baba yao muombe samahani kama wamemkosea sehemu, lakini majibu aliyopata hakuridhisha kabisa na baba yao akajichenga pale. Mida baadaye Ahmadi yupo na Susan wanakula. Kambili na Chibundo wanakuja, walikuwa na njaa sana. Ikabidi wapange watoka katafute chochote kile wale. Wakati watoto wanaondoka, Ahmadi akaonea huruma sana watoto wake, akamwomba Susan angalau wape watoto chakula, ila Susan alikuwa kauzu kweli, hakutaka kabisa. Kweli bwana, watoto wakaenda kuchukua kuni, wakarudi wakaingia jikoni, wakakarangiza vya kutosha huko, wakapika wakala. Leo hii asubuhi Susan akatupa majani makusudi, kisha akaita Kambili na Chibundo akawaambia wasafishe, baadaye wakaoshe madishi na vyombo, ila wakamchunia wa mbuzi. Hakuna kumpelekesha mtu hapa, wakakaza sana pale. Akaja mama yao, ikabidi Susan ajichenge tu. Mida baadaye Chibundo anaenda kuangalia uporo wao haumo, umeshamagwa tayari na Susan. Wakalalamika sana pale, wakamfuata mpaka Susan, ila cha kumfanya akawa hawana, kozi wao ni bado ni wadogo na Susan ni mkubwa sana. Mida kidogo akaja mjomba wao ambaye anaitwa Bosco, wakamwelezea hali ilivyo pale, kitu gani kilichotokea. Bosco akajua nani alosababisha, akamtingia huko, ila lambulia jeuri tu, ila Bosco akamchimba mkwala mmoja tu kisha akasepa. Baada ya siku nyingi kupita, leo hii shule zimefunguliwa, watoto kabidi waende shule, ila akamwambia mama yao kuwa chakula amemwekea jikoni. Mida baadaye Chinemelo kabidi aingie jikoni, akachukua chakula. Kumbe Susan kakibadilisha chakula, akachukua sinia ya kulia mbwa akakitia kile chakula. Wakati Chinemelo anataka kula, anatokea Bosco na kumzuia na kumwambia hiyo ni sinia ya mbwa ambao ametiliwa chakula. Akienda kumfichua Susan anapojificha. Susan baada kuona misheni yake imefeli, kabidi asepe tu. Bosco kabidi achukue jukumu la kufanya kazi na kumsaidia dada yake, mpaka Chinemelo akaona wamsaidie eneo ambalo yeye alikuwa na miliki kaka yake ambaye ni Bosco. Bosco akafurahi sana pale, akamwandalia chakula dada yake, akala vizuri pale. Baadaye watoto wakasikia kama mama yao katiliwa chakula kwenye sinia ya mbwa, kabidi watoke wamwashie moto Susan. Susan baada kuona anampanda kichwani sana, ikabidi atoke ende kwa mganga wake ili apoe kimbolo kimoja tu takatifu sana, yani hicho kinaitwa mwana ukome. Huku upande wa pili naye bibi kaenda kuchukua kimbolo chake kwa mganga wake, yani hapa ni mwendo wa vimbolo tu vinatembea. Huku bibi akafika mapema kabla ya Susan, akapiga mambo yake na vimbolo vyake. Chinemelo akapona macho. Huku Susan anakuja akapigwa kimbolo kimoja tu, akawa yeye ndo kipofu. Baadaye sasa Susan ndo anaelezea kwa nini akafanya yote haya. Alikuwa anampenda Ahmadi licha ya kwamba ni mume wa mtu. Alijaribu kumtongoza sana, ila Ahmadi akachomoa. Ikabidi Susan amuombe awe rafiki yake tu kwake. Ahmadi akaingia kwenye mfumo akakubali. Sasa kuna siku Ahmadi analima, Susan akamfuata akamwomba aonje japo chakula. Kumbe chakula lilikuwa kilimewekwa limbwata. Ile kula tu akaanza kumpenda Susan. Baada ya kumaliza story, Bosco akaamua kumchukulia mabegi yake na kumfukuza kabisa asimuone. Akaenda kumtupa barabarani
huko, atajijua akigongwa na magari ama nini. Mwisho wa ubaya ni aibu mzee. Na huko Ahmad anakurupuka kwenye usingizi mzito, maana alikuwa hakumbuki kitu chochote toka alipokula kile chakula. Akakumbuka good moment alizopitia na Chinemelo mpaka kuweza kukubali kufunga naye ndoa na mpaka kuweza kupata watoto na familia ikawa pamoja hapa. Na hapo ndo kama mwisho wa hii movie ya kuitwa The Mother's Eye. Full movie utaipata kwenye channel ya Chinemelo, link nimekuwekea kwenye description hapo. Siku zote ubaya hudumu. Najua ukimfanyia mtu ubaya kuna siku unaweza kuja kukurudia wewe mwenyewe tu. Ubaya unaweza kuwa ubwela, ila ubwela siku zote hauwezi kuwa ubaya. Fanya wema nda zako. Ukifanywa ubaya shukuru, ni majaribu ya Mungu tu hayo. Kuna siku yataisha tu. Muda wote huo ulikuwa unasikia sauti ya mtu poa kabisa, unaweza kunita Mr. Coolman ama Changabao Official. Na hii ni 071 Code Recap. Usahau kusubscribe na kuhit notification bell ili kuwa kwanza kupata movie zetu kila siku. Asante sana. Na bye.